Tayari imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Albert Ndukavano na kwanza ni mtasari wake. Watendaji wa serikali, madiwani na wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wametakiwa kuilinda na kuitunza amani kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua daraja la JPM Busisi Kigongo Ferry leo mkoani Mwanza. Na Rais Vladimir Putin wa Urusi ameionya Ujerumani juu ya mipango yake ya kuipatia Ukraine makombora ya masafa aina ya Taurus kuwa ni kuhusika moja kwa moja kwa Ujerumani katika vita vinavyoendelea. Habari kamili. Biharamulo. Halmashauri ya wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera imepokea zaidi ya shilingi bilioni 98.6 kwa utekelezaji wa miradi katika sekta za afya, elimu, miundombinu ya barabara na maji kwa kipindi cha mwaka 2021-2025. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Bwana Leo Rushahu amesema hayo wakati akitoa taarifa za utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM, halmashauri kuu ya CCM kutathmini fedha walizopokea kwa miaka 4 serikali ya awamu ya 6. Bwana Rushaho amesema zahanati zimeongezeka kutoka 26 na kufikia 34, shule za sekondari 22 hadi shule 30, shule za msingi 96 na kufikia shule 119, barabara za rami zaidi ya kilomita 3 mjini Biharamulo na vijiji barabara zimetengenezwa kwa kiwango cha changarawe. Rami ya kiwango wakasema imetoka Uswizi, lakini mnaweza mkaona mji wa Biharamulo ulivyopendeza kwa sasa hivi. Mwaka jana tu tumefungua zahanati 7, mwezi wa 8 tunafungua zahanati 5. Hizi yamekuta sekondari 22. Leo mwezi wa 7 tunafungua sekondari 1, Nyakanazi zitafika sekondari 30. Kwa miaka 5 ameongeza sekondari 8. Amekuta shule za msingi 96, leo tuna shule za msingi 119. Shule zimejengwa, lakini yako mambo mengi yamefanyika. Katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Biharamulo Bwana Adam Sudi amesema kutekelezwa kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi na matokeo ya kuchagua viongozi na wawakilishi wanaowajibika kwa wananchi. Kahama. Watendaji wa serikali, madiwani na wananchi wa halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wametakiwa kuilinda na kuitunza amani kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Wito umetolewa na kaimu mkuu wa mkoa wa Shinyanga na mkuu wa wilaya Kahama Mboni Mahita wakati wa baraza maalum la madiwani liloketi kujadili taarifa ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG. Bi Mahita amesema kuwa nchi ya Tanzania haijawahi kuingia katika machafuko yoyote, hivyo kila mtu ana wajibu wa kulinda amani na kuitunza kwa maslahi ya taifa kwa vizazi vijavyo. Ni wapi ambako tunaweza tukasema ndani ya Tanzania damu ilimwagika kwa sababu ya kupigania uhuru? Hatujawahi kuwa na desturi ya kupigana, hatujawahi kuwa na desturi ya chokochoko, hatujawahi kuwa na desturi ya uvunjifu wa amani. Hatuhitaji mtu yote ambaye anataka kutuvuruga, kwa sababu waasisi wetu hawakutulea na kutuweka kwenye misingi hiyo, na tunaamini kwamba haitakuja kutokea siku ambaye mtu yoyote mwenye dhamira ovu na nchi yetu atapata nafasi ya kutuvuruga. Kaimu mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Msalala Leonard Mabula amesema wataendelea kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria na kutekeleza matakwa ya serikali kwa maslahi mapana ya halmashauri ya Msalala. Kuna maagizo ambayo tumeyapokea leo, tuna maagizo ambayo tumepewa na Laki na ambayo yametolewa mahali hapa. Tutaenda kuyatekeleza kama management. Kwa hiyo sisi yale ambayo mnatuachia, nina uhakika kabisa kwamba tutafuatia kwa nguvu zetu zote. Haya tuhakikishe kwamba wananchi wa Msalala kile ambacho wanakitarget basi wakipate. Kwa hiyo tutatekeleza kwa mujibu wa uwezo na taaluma zetu. Tutahakikisha kwamba tunayoagizwa hata kutoka ngazi za juu lazima tutayatekeleza. Kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Ibrahim Six amesema madiwani wanapaswa kushirikiana kuhamasisha amani kuelekea uchaguzi mkuu katika maeneo yao na kueleza mafanikio ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Chato. Makamu mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara Bwana Steven Wasira amewataka wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya kupitia wagombea ubunge wanaokubalika kwa wananchi watakao wapigia kura za maoni utakapoanza.
Wasira ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wajumbe wa halmashauri kuu za CCM ndani ya mkoa wa Geita kupitia vikao vyao vya ndani ya mkoa huo. Amesema baadhi ya watiania ya nafasi za ubunge hutumia fedha kuwahonga wajumbe na kwamba chama hicho hakipo tayari kupitisha wagombea watakao tanguliza fedha badala ya sera thabiti za kuwatumikia wananchi. Tunataka watu wengi wapige kura kwa kusikiliza wananchi wanasema. Sio umepewa hela ngapi na hela mnapewa. Mkikataa mtakuwa mnasema uongo. Isiwazuii kutumia hela yenu. Mimi si kazi yangu kupanga mtu atumie hela ngapi. Lakini ukizidi sana tunakuacha. Tunakata. Si hatukati, hatukuteu. Sisi ni chama kilileta uhuru wa Tanganyika. Sisi ni chama kilitokana na Afro iliyoleta mapinduzi ya Zanzibar. Ni vyama vya watu masikini walikuwa na changa senti 50. Chama hiki lazima kiendelee kuwatetea watu wale. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita Nicholas Kasendamila amewahakikishia wananchi wa mkoa huo kuwa CCM itapitisha wagombea wenye sifa na weledi wa kushughulikia matatizo ya wapiga kura wao. Mwanza. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua daraja la JPM Busisi Kigongo Ferry leo mkoani Mwanza. Zikiwa zimesalia chache za kufanyika kwa uzinduzi huo, baadhi ya wananchi mkoani Mwanza na wakazi wa mikoa ya kanda ya Ziwa wameonyesha hisia zao kufunguliwa kwa daraja hilo rasmi hii leo. Baadhi ya wananchi wanaotumia eneo hilo kwa shughuli mbalimbali wamesema kukamilika kwa daraja hilo kunaondoa changamoto ya adha ya usafiri iliyodumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo itakapokuwa limefunguliwa daraja litarahisisha muda wa sisi kufika kwa wakati na pia kuondoa usumbufu kwa abiria. Inafikia sehemu tunaacha abiria, unaona, sababu ya changamoto ya vivuko. Abiria anafika mapema, anachengwa gari lake, ajui ni gari gani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo itakapokuwa limefunguliwa daraja litakuwa limetusaidia kutuondolea adha na kero. Anachukua masaa mengi, unaweza kufika saa 3 asubuhi hapa ukaja ukavuka saa 8, saa 9, wakati mwingine mpaka saa 10 jioni. Na kuna wakati linakuwa pantoni moja linavuka hapa tunakaa muda mrefu. Unaweza ukafika saa 3 asubuhi ukavuka hata saa 12 jioni. Aidha, baadhi ya wafanyabiashara ndogo, mamarishe na bodaboda walikuwa wakitegemea msongamano wa watu katika kivuko cha Kigongo Ferry wamesema huenda wakaathirika kiuchumi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Jerusalem. Iran imefanya mashambulizi makubwa ya makombora na drone dhidi ya miji mbalimbali ya Israel ikiwemo Beersheba na Tel Aviv. Moja ya makombora hayo yalipiga kituo cha tiba cha Soroka, hospitali kubwa zaidi ya kusini mwa Israel, na kusababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amelaani shambulio hilo kama uhalifu wa kivita na kutishia kulipiza kiasi kikubwa kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Israel imejibu mashambulizi kwa haraka, ikifanya mashambulizi dhidi ya mtambo wa maji mazito wa Irani huko Araka na maeneo ya kijeshi ya ziada huko Natanz na Isfahan. Moscow. Rais Vladimir Putin wa Urusi ameionya Ujerumani juu ya mipango yake ya kupatia Ukraine makombora ya masafa aina ya Taurus kuwa ni kuhusika moja kwa moja kwa Ujerumani katika vita vinavyoendelea. Akizungumza na wahariri wa mashirika ya habari ya kimataifa mjini kaskazini mwa Urusi wa St. Petersburg, Putin amesema ili Ukraine ifanikiwe kufyatua makombora hayo ndani ya Urusi inahitaji msaada wa kiufundi kutoka Ujerumani. Amesema kuwa kutakuwa ni wazi kwamba maafisa wa Ujerumani wanaishambulia ardhi ya Urusi, matamshi yanayofuatia yaliyotolewa mapema mwezi huu na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius, aliyesema Ujerumani inafikiria kuipatia Ukraine makombora ya Taurusi. Ukraine imekuwa ikishinikiza Ujerumani kuipatia makombora hayo yenye uwezo wa kushambulia hadi umbali wa kilomita 480 ili kujihami dhidi ya Urusi katika vita baina yao vilivyoingia mwaka wa 3 sasa. Kabla kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Watendaji wa serikali, madiwani na wananchi wa halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga wametakiwa kuitunza amani kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan
anatarajiwa kuzindua daraja la JPM Busisi Kigongo Ferry leo mkoani Mwanza. Na Rais Vladimir Putin wa Urusi ameionya Ujerumani juu ya mipango yake ya kuipatia Ukraine makombora masafa aina ya Taurus, kuwani kuhusika moja kwa moja kwa Ujerumani katika vita vinavyoendelea. Waza Wazua. Msikilizaji, sio kila kinachopendeza machoni pako ni stahili yako. Vingine viache vipite tu, ubaki salama. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X at Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya radiokwizera.co.tz. Saa 10 kamili alasiri utatewa duru habari.